Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo amewataka Watanzania kubadilika kitabia na kuachana na tabia ya ulevi uliopindukia. Jafo ametoa wito huo leo jijini Dodoma wakati wa mkutano na waandishi wa habari, ambapo alieleza mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema ripoti ya kamati inaonyesha wazi kuwa chanzo kikuu cha tatizo la ulevi nchini ni tabia. Hivyo ni lazima Watanzania wabadilike na hatuwezi kujenga taifa imara la viwanda kama nguvu kazi ya taifa itaendelea kudhoofishwa na ulevi. Aidha, alizielekeza taasisi husika kuongeza juhudi za kutoa elimu kwa jamii kuhusu madhara ya ulevi na umuhimu wa kuzingatia matumizi salama ya bidhaa. Amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuhakikisha kuwa bidhaa zote zinazopatikana nchini ni salama na zenye ubora kwa matumizi ya wananchi. Sambamba na hayo, Jafo amesema katika kipindi cha miaka minne serikali ya Dr. Samia, taasisi zimeendelea na jitihada mbalimbali za kuendeleza sekta ya viwanda na biashara kwa kuzingatia miongozo ikiwa pamoja na Dira ya Taifa 2025, Ajenda ya Dunia Maendeleo Endelevu 2030, Ajenda ya Maendeleo Bara la Afrika 2063, Ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM 2020 hadi 2025 na mipango ya maendeleo ya miaka 5 zikilenga kukuza mazingira rafiki ya biashara, kuvutia wawekezaji, kuimarisha viwanda na kuchochea ujasiriamali. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Pombe kali na feki. Yes, serikali kwanza, ni jukumu la serikali kuhakikisha bidhaa zote zinakuwa za ubora. Hili jambo la kwanza. Na jambo hili tuliendelea kulifanyia kazi muda wote kupitia taasisi yetu ya TBS ambayo inafanya kazi kufuatilia vyakula na vipodozi vya aina mbalimbali. Na hii kazi wanaifanya vizuri. Hasa bahati mbaya ilionekana kwamba maeneo mbalimbali vifo vingi vinatokea kwa sababu ya watu ya pombe. Kwa hiyo ilikuwa na hisia huenda pombe nyingi zilikuwa na changamoto. Kwa hiyo nishukuru sana taasisi yetu ya TBS ilifanya kazi nzuri kufanya itafiti, ikaonekana kwamba changamoto kubwa ni watu wanafanya ulevi uliopita viwango. Kuna mtu ana konyagi hapa, anapiga kucha ile nani chupa konyagi, anachanganya sio na nini na Kevante hapo mtu mmoja huyo. Kwa hiyo imeonekana swala zima la tabia, tafiti ilipofanya kwa mujibu wa kamati ilivyoelekeza, tatizo kubwa limeonekana ni tabia. Kwa hiyo kubwa sasa tumezielekeza taasisi zetu swala zima la kuanza kutoa elimu kwa umma. Na elimu hii imeshaanza kutolewa. Ukiangalia vipindi vinavyorushwa, mfano ITV na station zingine, kwa mfano taasisi ya TBS wana vipindi vyao maalum. Hivi vinaruka katika station mbalimbali. Lengo kubwa ni kuendelea kutoa elimu. Kwa hiyo ni waombe wa Tanzania tubadilishe tabia ya unywaji ambayo kwa kweli ni hatari katika taifa letu. Nchi yetu inataka watu wenye nguvu ya kuweza nchi isonge mbele. Japokuwa mtu mmoja hapa namuona anasema Jafo usinani sana. Sema anaharibu sasa. Tutaendelea kutoa elimu kwamba tabia ya unywaji iliyopitiliza haifai kwa taifa letu. Tutaharibu taifa letu hili. Taifa linataka watu wenye nguvu ya kujenga uchumi. Kwa hiyo hii TBS itaendelea kufanya kazi yao ya compliance, ya watu wazingatie nani, lakini vile vile kuna behavioral change, watu wabadilishe tabia tuweze kwenda vizuri.